Kamera ukichukua hivi na yumba. Baada ya kutangaza tu kwamba kipenzi shekhe wetu, mwalimu wetu Sheikh Nuruddin Ahmad Al-Ahdal, Sheikh Nuruddin Kishki maarufu, atakapowasili kwenye ukumbi huu, basi hapo ndipo shughuli yetu itakapokuwa inaanza. Kwa maana ya ratiba yetu sio ndefu sana kwa hakika. Tunaweza kuona kwamba pengine tumechelewa sana, lakini mimi niseme kwamba tuko ndani ya muda, na kwa kuwa meza hili imejaa wataalamu kuchunga muda, naamini tutalifanya jambo letu hili kwa namna ambavyo Allah tabaraka taala atakapokuwa amelikadiria, katika uzuri wa aina yake, kuyasikia yale ambayo yamekusudiwa kusemwa na kufanywa ndani ya muda, na tukiondoka hapa tukiwa ni wenye furaha sana. Sheikh Nuruddin Kishki, karibu shekhe wangu. Tuna furaha ya kukuona katika mji huu. Si mara yako ya kwanza hii, wala naamini haitakuwa mara yako ya mwisho kufika katika viwanja hivi ama katika mji huu, katika harakati zako mbalimbali za kidawa, ama wakati mwingine harakati zako za kifamilia kwa ajili ya kuja kutembea, kupumzika na mambo mengineyo. Na wewe umekuwa ni mwanafamilia sana wa familia ya Sheikh Nasr Bacho, Mwenyezi Mungu amrehemu. Kuwepo kwako hapa, wewe ni mwanafamilia. Sisemi mengi kwa sababu hayo yanafahamika. Zaidi ni kuendana na ratiba ambayo tumeombwa kuisimamia kwa namna ambavyo Allah atakapokuwa amekadiria. Ndugu zangu ambao wote tumehudhuria, tukumbuke leo ni ile siku rasmi ya uzinduzi wa taasisi ya kusafirisha mahujaji Rihlatul Huda Company Limited, ambayo kwa hakika sasa imejipanga kwa ajili ya kuanza shughuli zake za kusafirisha mahujaji kwenda katika miji mitukufu ya Maka na Madina kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya haji na umra, kama inavyofahamika katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa kwa kutokuchelea muda, moja kwa moja tulianza jambo letu kwa ufunguzi wa usomaji wa Qur'ani tukufu, ambapo msomaji wa Qur'ani tukufu ni ndugu yetu Al-Akh Abdallah Nasr Abdallah, na kuomba ufike hapa kwa ajili ya kutusomea Qur'an, na mara baada ya usomaji wa Qur'ani neno fupi la kuwakaribisha wageni litaletwa na Sheikh Masud Nasr Abdallah. Tafadhali mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا
وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم Tumatayasir ambayo inatokana kabisa ama aya zilizosoma zinahusiana kabisa na jambo hili ambalo tunalikusudia katika siku hii ya leo. Ni aya ya 26 mpaka aya ya 30 katika suratul Hajj. Bila shaka ni aya zinazohusiana na uwepo wa ibada hiyo tukufu na umuhimu wa kuiendea kwake. Bila shaka walimu watapata nafasi ya kufafanua zaidi. Sasa neno fupi la kuwakaribisha wageni. Sheikh Masudi Nasr Abdallah, ni nafasi ya kwako, na bila shaka maiki itasogea hapo. Bila shaka unayo Asante. Pale tafadhali mshukuru. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حمدا كثيرا مباركا فيه حمدا يوافي انه ويكافئ مزيدا والصلاه والسلام الاتمان الاكملان اليليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Ndugu mgeni rasmi Sheikh Nur Kishki, ndugu viongozi wa taasisi mbalimbali, ndugu wageni waalikwa, mabwana na mabibi, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake. Sisi kama viongozi wa taasisi ya Rihlatul Huda Company Limited tunakwambieni ya kama muda ambao mmeutoa kuhudhuria katika maeneo haya ni muda ghali sana katika nafsi zetu. Tunafahamu ya kwamba mna mambo mengi na wengine mmetoka mbali, na tunajua ya kwamba wengine mmetumia nauli zenu. Sisi hatuna kunipeni isipokuwa tunakwambieni fa in zurtumuna bifadlikum wa in jitumuna tasharraftumuna. Ikiwa mmetufuata sisi, basi sisi tunapata fadla na mnatuheshimisha, lakini vile vile kuja kwenu ni jambo ambalo linatunyanyua daraja kwa hali moja au nyingine. Ndugu mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba nichukue muda huu katika nafasi hii kuitambulisha taasisi yenu hii kwa ufupi, ili kuweza kufahamu asili yake na malengo yake na ujumbe wake ambao umekusanya katika hafla hii ya leo. Ndugu mgeni rasmi pamoja na ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, taasisi hii imeanza mbali sana, na wala viongozi wa taasisi hii hawajakusanyika peke yake kwa ajili ya taasisi, bali nyuma ya taasisi hii kuna harakati ambazo ziliwakusanya viongozi hawa mpaka leo hii wakafikia lengo na hatua ya kuianzisha hii taasisi. Ndugu mgeni rasmi, ndugu mgeni rasmi pamoja na ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, taasisi hii imeanzishwa kwa malengo makuu manne. Lengo la kwanza la kuanzisha taasisi hii kwanza ni kuweza kutoa wito kwa Waislamu wote
ili wasiwe wanajisahau katika kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni ibada ya haji na ibada ya umra. Nukta ya pili, ndugu mgeni rasmi, ni kwamba inajulikana ya kwamba Waislamu hivi sasa duniani wanakadiriwa kwamba wako zaidi ya milioni 2.05. Hiyo ni 25% ya wanadamu waliokuwepo duniani. Waislamu wanakusanya bilioni 2.05. Lakini pamoja na hayo, ndugu mgeni rasmi, tukiangalia takwimu za mahujaji wanaowasili katika viwanja vya Haram al-Makki wal Haram al-Madani, inaonekana kwamba bado wito na kuitika kwa Waislamu katika jambo la kufanya ibada hiyo bado ni mdogo. Hivyo taasisi yetu hii ikaona kunahitajika juhudi au kuongeza juhudi na kuunga mkono taasisi ambazo zilizokuwa zimeshatangulia. Tunafahamu ya kwamba taasisi mbalimbali zimetutangulia katika jambo hili, lakini bado kunahitajika kwa Waislamu kuhimizwa na kuingia hamasa katika jambo hili. Ndugu mgeni rasmi, kuangalia uwezo wa Waislamu ulimwenguni, tunafahamu ya kwamba wengi ambao wanahudhuria katika ibada hii ya hija na ibada ya umra, uwezo wao bado haujawa ni mkubwa sana kulinganisha na wale ambao waliokuwa na uwezo. Wako mahujaji ambao wanakwenda katika viwanja vya haji na wanakwenda kufanya umra, lakini wengine wako tayari kuuza rasilimali zao, na wengine wako tayari kutoa mafao yao waliyatumikia wakati wao wanafanya kazi za utumishi wa umma. Lakini wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo mzuri sana kwa kuweza kutekeleza ibada hii ya haji na ibada hii ya umra, bado mwako wao ni mdogo sana. Hivyo taasisi ikaona iko haja ya kuhimiza wale watu ambao wana uwezo na wasije wakajisahau katika jambo hili. Nukta ya tatu, ndugu mgeni rasmi, pamoja na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, malengo ya taasisi hii ni kuwafunza watu ibada hii ya hija, kwa sababu imeonekana wakati wa kuwafunza watu masala ya haji ndipo kunapatikana zile hisia na zile ndoto na yale mawazo ya wale ambao wanapata mafunzo hayo kuingia hamu ya kushiriki katika ibada hii ya haji na ibada ya umra. Kwa hivyo ikaweka taasisi hii malengo hayo ya kuwafunza watu kwa njia ya nadharia na kwa njia ya vitendo, ili kuweza kuhamasisha Waislamu na kuingiza hamu kurudi na kwenda kumtembelea Mola wao. Ndugu mgeni rasmi, nukta ya 4 katika malengo ya kuanzisha taasisi hii ya Rihlatu Al-Huda Company Limited ni kwamba kutumia fursa hii ya kwamba taasisi hii iwe kama chombo ambacho kitakachorudisha mafao yake katika jamii. Kwa mfano, faida ambazo zitakazopatikana ndani ya taasisi hii, taasisi imelenga kuangalia walimu wa madrasa na maimamu wa misikiti pamoja na waadhini na wengine katika mayatima na wajane ambao hawajao ni nyingi sana, ili kuweza kuangalia, kwa sababu sehemu hizo zimeonekana ni zile ambazo zinasahauliwa katika jamii. Hivyo taasisi katika malengo yake ikalenga kwamba faida inayopatikana katika taasisi, kwa hali itakayoruhusu taasisi itaweza kuangalia hao tuliokuja hapo na wengine. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kutaja nukta hizi ambazo nimetaja za malengo, naomba nichukue fursa hii kwa heshima yako
pamoja na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kutoa ujumbe wa taasisi hii. Taasisi imekuleteeni ujumbe wa siku ya leo ili ujumbe huu mtakaporudi nao muweze kufanyia kazi kwa kusaidia taasisi. Ujumbe wa taasisi hii, ndugu mgeni rasmi, unakusanya nukta kuu mbili. Nukta ya kwanza, ndugu mgeni rasmi, ni kuiunga mkono taasisi hii kwa hali na mali, kwa mawazo na fikra na rai na michango, na ikiwa tutakuita wewe ndugu mgeni rasmi katika shughuli hizi na nyinginezo, na nyinyi wageni waalikwa, mabibi na mabwana, basi tunakuombeni msichoke kwa hali moja au nyingine. Bado taasisi yenu hii ni changa na inahitaji uwezo wenu kuliko hata vile ambavyo tunafikiria. Ndugu mgeni rasmi, taasisi hii inakusanya changamoto nyingi sana ambazo kama ningelizitaja ningelihofia kuchukua muda mwingi sana, lakini ifahamike ya kwamba changamoto ambazo zinakabiliwa na taasisi hii haziwezi kutimizwa isipokuwa kwa kuungwa mkono na wewe mgeni rasmi, na vile vile wageni waalikwa, mabibi na mabwana, pamoja na Waislamu wote kwa ujumla. Nukta ya pili, ndugu mgeni rasmi, ambayo ujumbe huu umekusanya kwa waalikwa pamoja na mgeni rasmi pia, tunakuombeni muwe mabalozi wa taasisi yenu hii pale ambapo tunapokuhitajieni kwa hali moja au nyingine, kwa mambo ya kututafutia mahujaji, pamoja na watu wanaokwenda kufanya umra, pamoja na kutuunganisha katika taasisi nyingine ili kuweza kuifanya kazi hii kwa uweledi na ustawi wa hali ya juu. Ndugu mgeni rasmi, hii ni risala fupi ambayo nimepangiwa mimi nizungumze hapa mbele yako pamoja na mbele ya wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Na ujumbe huu kama utakuwa una kasoro, basi kasoro hiyo inatoka kwetu sisi na pamoja na sheitani, lakini kama ujumbe huu ulikuwa umebeba ukamilifu, basi ukamilifu huo unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niombe ndugu mgeni rasmi kukomea hapa kwa ujumbe huu, na nikushukuruni sana kwa kunisikiliza na kunipa muda wenu. Wahadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa jazakumullahu khairan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yetu Sheikh Masud Nasr Abdallah, bila shaka hatuna budi kusema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bila shaka talbia hii inaendana na jambo hili, wallahi ni raha, na kwa hakika tunashukuru kwa ukaribisho, lakini vile vile kuweza kupata neno fupi la kuwakaribisha wageni na vile vile kuitambulisha taasisi na malengo yaliyojiwekea ambayo tumeyasikia kutoka kwa Sheikh Masud Nasr Abdallah. Na sasa ni nasaha kutoka kwa Sheikh Othman Hussein, nasaha fupi kutoka kwa Sheikh Othman Hussein. Bila shaka ni wasaa wako mzuri wa kutunasihi kwa kile ambacho Allah tabaraka wa taala ameturuzuku katika jambo letu hili la uzinduzi wa kampuni hii ya usafirishaji wa mahujaji ya Rihlatul Huda Company Limited. Falyatafadhal mashkuran Sheikh Othman Hussein, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islamu vipi? Naona melala hivi. Salamu nakutolewa kwa thawabu nyingi sana. Kwa kila ukizembea basi thawabu zinapungua zaidi. Rejea tena kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ndugu zakuu na Waislamu wote ambao wamehudhuria katika hafla hii tukufu ya uzinduzi sisi ya hija ya Rihlatul Huda. Mimi nafasi ya kutoa nasaha ama kwa hakika walikuwa mbele yangu kuanzia meza kuu na nyote mlikwambia mtu anasamini sisi kwenda saha nyingi, lakini kwa sababu nimechaguliwa nifanye kazi hii, namuomba Allah tabaraka wa taala kwanza aniwezeshe nianze kujinasihi mwenyewe, kisha kwa nyinyi na Waislamu kwa ujumla. Kwani Allah anasema wadhakir wa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha walikumbusho kunafaa wale wenye imani. Bila shaka kwa dhana nzuri sote ndani ni waumini na waumini safi. Allah tujalie kwa inshallah. Ndugu zangu, taasisi kama hizo ni nyingi sana katika Tanzania hii na tunafanya kazi. Kama nilivyosema, kweli bado mwitikio wa mimi bado ni mdogo kweli kulinganisha na hali ya Uislamu, na mwitikio bado ni mdogo. Lakini mara nyingi sana tunataka kuangalia athari tija ambayo inapatikana kwa taasisi zilizokuwepo. Ukiangalia watu wanahiji sana, taasisi zipo baadhi, lakini bado athari yake inakuwa si ile ambayo inatarajiwa kwa haji atakaporudi katika maeneo yake ya kawaida. Na daima tunatambua askari nzuri atakapokuwa kamaliza mafunzo, lakini akifuli kufanya kazi najua sasa mafunzo ya kufanya kazi, na haji hatujui uzuri wake mpaka arejee mtaani na kukaa. Tukiona ile athari najua haji kweli kaenda na kafanikiwa. Lakini kitu hichi kimekuwa ni kigumu na sana katika jamii yetu tunaishi. Na miongoni mwa nasihatul hajj ambayo tunataraji sana haji akienda na akarudi, mbali na fadhili nazipata za madhambi kusamehewa na kuwa mpya, lakini akarudi anakuwa na yakini kubwa katika maisha yake kwa Mola wake mtukufu, kiasi ambacho yakini hii inaleta athari kwake na kwa jamii ambayo imemzunguka. Sote tunatambua ibada ya hija hasa tunajikumbusha matukio makubwa sana kupitia Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Na mara nyingi sana mtu alivyo athari yake basi huwa kuiona katika mazingira ya kawaida na katika matendo yake ya kiasi zote. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam Allah anasema wakadhalika nuridu Ibrahim malakuta samawati wal ardh wa liyakuna min al-muqinin. Tunaonesha ufalme wetu wa mbinguni na ardhi ili awe miongoni mwa watu wenye akili. Ibrahim abuna Abdul Anbiya kwa hivi. Na mtu bora kwake ni yule aliyemfuata ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuangalie athari zake katika maisha yake Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Wakati akifanya kazi ya dawa kuwalingania watu waache ushirikina waabudu Allah kwa kweli, alipambana na mengi mazito sana katika maisha yake. Katika hayo Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, jamii yake ilizunguka na kuandaa rasmi moto kwa ajili ya kuchoma yeye kuunguzwa, kwa sababu kwa wale wameshindwa. Kila kijaribu kushiriki katika mafunzo ya kawaida wameshindwa, lakini nini cha kufanya? Hariku wa msuru wa mtakatifu ili muongozeni nusuru mtu muongozeni mchini katika moto ili nusuru waongozeni. Kwa wakubaliana mazingira hayo, moto ukatayarishwa kwa ajili ya yeye aweze kuchoma ndani ya moto. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam akachukuliwa na kwenda kutiwa kwenye ule moto.
Ni kauli ipi ambayo alitoa na Ibrahim wakati akitoa katika moto? Na hii inatupa ishara ni nani yukoje na Mola wake. Tunapata somo gani? Kauli inasema hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Allah pekee ndiye anayetosha, ndiye anayestahili kuegemewa na kutegemewa, hakuna mwingine zaidi yeye. Wale ni viumbe walioumbwa, moto ni kiumbe kimeumbwa, mimi ni kiumbe nimeumbwa na Allah, na Allah anajua moto, anajua mimi vizuri sana. Kwa hiyo Allah pekee ndiye anayetosha mimi, ndiye bora kutegemewa. Allah tabaraka wa taala athari hii akaionyesha kwamba huyu ana akili. Muumini hatakiwi kuwa na akili na vitu. Muumini atakiwa na akili kwa Mola wake mtukufu alimuumba. Elimu yako uliyokuwa nayo ni sababu ya mafanikio. Mali yako uliyokuwa nayo ni sababu ya mafanikio. Cheo chako ni sababu ya mafanikio. Lakini akili kwa Mola kwamba yeye ndio kila kitu, ndio msingi mkubwa wa mafanikio. Bila hivyo huwezi kufanikiwa. Ibrahimu anatoa maneno haya ndani ya moto, kauli ambayo ilikuja. Allah anasema ya naru, ewe moto. Anaita moto au Allah tabaraka wa taala, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kuwa baridi na amani kwa Ibrahim. Sisi mwingine yote kwa Ibrahim kuwa baridi na amani. Kwa hiyo kweli moto ule haukuweza kumuunguza Ibrahim alayhi salatu wasalam. Wa Allah tabaraka wa taala arada an tabqa naran mutaajjija. Allah kataka ubaki moto unawaka kama ilivyo moto. Hakutaka labda ije mvua izime ile moto kutoka mbinguni au upepo kali uje pulize moto zake. Moto kama ulivyo. Hii atara kauli ya yake finali. Allah kaondosha ile kanuni ya moto kuunguza. Kwa hiyo wakiwa ndani ya moto na moto hapa haukuweza kumuunguza Ibrahim alayhi salatu wasalam. Miongoni mwa athari ni ile ambayo Ibrahim akiamini moto kama alivyoambia Mtume sallallahu la tadhuru wala tanfa, kadhalika moto haudhuru wala kuishi ila kwa idhini na nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila jamii hivyo ndio maana moto hakumunguza, akatoka akiwa mzima, sivyo kabisa kama watarajia kama huyo kule hakuweza kuungua. Hii ni moja katika vitu ambavyo kutarajia sana haji anapokwenda hija akirejea au na athari kubwa kama hizi. Tulisema katika watu mfano bora wa kuiga wa kufuata ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nabii Muhammad sallallahu katika vita vya Tabuk wakawa wamepumzika pahala njiani, wale makafiri kule baada ya kuona wafuatili ile msafara. Yule bwana alijasusi alitumwa akaenda kumtafuta yuko wapi kiumbe ambaye ni kiongozi wa Muhammad sallallahu alayhi wa yule pale. Akasikia wakati Mtume sallallahu amelala chini ya mti na mibamba fulani kupangaka niweka katika eneo la mti. Kufika pale bwana taratibu kwa upanga kwa kificho akiamini kwamba yuko lala nichukue malize ni moyo. Ndio nimeshakata mzizi wa fitna. Kweli kasogea kafungua kuchukua upanga ile anachukua hasa kwenda kumkata au kumchinja au kumoa. Basi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghafla kainuka kaja juu. Alipoinuka kaja juu, yule bwana akamwambia mwenye Allah kwa mimi nani atakuzuia wewe na upanga wako huu? Kauli ya Mtume Muhammad ilikuwa ni Allah. Niulize Muislamu, tukio lote likitokezea katika mazingira tata ya dunia tunapoishi, jambo lipi la mwanzo kutokea wewe katika kujihami? Ukiona unakimbilia kiumbe mapema, unamfikiria mtu mapema, una tatizo na kasoro kubwa ya akili ya Mola wako mtukufu aliyefunga. Lakini kauli aliyotoa pale ni Allah. Mara ya kwanza Allah, mara pili Allah. Kiasi ambacho yule bwana upanga kaunga chini, Mtume sana akatoka upanga ule, sasa akamrejea yeye mwenye mnao kamili. Sasa nakulia wewe sasa. Naanza kuzoea na mimi. Bwana yule akamwambia kun khaira akhiri. Naomba umakinifu kwa mtu kuchukua upanga huo. Niache. Kwa kweli Mtume sana kwa nafasi ile mimi na wewe ya kutumia sasa. Manake ni atakapotumia ameshindwa sana maliza wewe. Lakini kwa yeye ameleta kwa ajili ya watu. Ni mwalimu kiongozi. Naona ni fursa ya kumtaka aje kwa Allah sasa. Siku ni kwa sababu yetu sisi watu wote ni wewe kuwasaidia viumbe waende katika kheri, kuntum khayra ummatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kwa hiyo pale moja kwa moja hakuweza kumpita kwa upanga ule,
bali alimsamehe na akamtaka ashuke, lakini akakataa. Lakini Bwana alipotoka kwenda kwa watu akamwambia, itubu min indi khairina, kujeni kutoka mtu bora kuliko watu wote, yani amekubali ni nani? Mtume Muhammad aliyo kiasi ambacho riwaya kumbia baadaye Bwana alisilimu na kwa Uislamu kwa sababu ya hii yakini na usahihi na uadilifu na ukweli wa kiumbe mtukufu wa daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu wa Uislamu, na saa zangu kwangu na kwenu, na hasa katika viongozi katika taasisi, kazi tunaifanya ni kazi moja muhimu sana, nzuri kweli, lakini kazi hii inahitaji sana kufanya mambo ya msingi ambayo ndio msingi ibada yetu. Ibada yote ili kubalike na Allah yote katika ikhlas, ili sahihi ibada ile, lakini plus uadilifu wa hali juu katika maisha ya wanadamu. Mambo hayo yanaleta faida kubwa sana kwenye ibada ambayo mtu anaifanya. Kwa hiyo anasema katika sura Al-Maida aya namba 8, ya ayyuhalladhina kunu qawwamina lillah, iweni wasimamizi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, uthbut ala alhaqqi wal adl, jitahidini daima dawama kazini, basi jitahidini kuthibiti katika haki na uadilifu, lakini lillah, mkifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo hili la kheri kama hili na mfano wake, usiache kujua kwamba lazima utakumbana na mtihani. Kuona mijani sikutana huko nyuma, bali usidhibiti zaidi katika jambo hili. Kulimisha kufanya kwa la shuhada bil-qisi, wingi kuendeleza mashahidi kwa Uislamu dini ya wabii. Wala yajrimannakum shana'u qawmin ala an la ta'dilu, isipelekeni uovu na watu fulani mkashindwa kufanya uadilifu. I'dilu aqrabu lit-taqwa, uadilifu kwa sababu huo ndio ucha Mungu wa kweli. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'maluna. Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala ana taarifa yote ya dini mnayofanya. Ndugu zangu katika imani, aya hii kwanza imetuonyesha shuruti ya sisi kukubaliwa na sisi kuathiri jamii yetu. Kwanza tufanye katika jambo hili kwa ajili yake, na jambo hilo lakini tufanye kwa ajili ya ikhlas. Lakini pia tunaonyesha kwamba ni ya msingi sana ambao unaleta athari katika jamii ni ule uadilifu. Soma historia, sababu ya mafanikio makubwa ya Mtume Muhammad sallallahu na masahaba hasa wakati waliofuata, hakuna jingine ikhlasi yao, ukweli wao na ufikiri wao, lakini uadilifu ulikuwa nao wote juu sana, ulileta athari kubwa sana na mafanikio ya jamii yao kwa wazima. Pamoja na ugumu walikuwa nao na mazingira magumu, lakini ile ikhlas, uadilifu ulikuwa nao ilikuwa ni sababu tosha ya mafanikio ya Uislamu. Naomba nipige mfano mdogo tu, mfano mingi lakini mfano mdogo tu. Kuna Sherehe kadhi ni kadhi aliyeteuliwa kusimamia masuala ya mahakama ya sheria chini ya Khalifa Ali ibn Abi Talib. Sherehe kadhi siku moja serikali huyu wakati kuelekea katika lango la Sifini, katika uongozi wake alipoteza nguo yake ya vita. Kwa hivyo akawa hayoni, lakini ghafla akaiona kwa Yahudi kujua ni nani katika dini ya Islam. Katika watu wa kukutu vurugu fujo wasema Yahudi wapembu. Kwa hiyo akaona nguo kwake, baada ya kuona Yahudi hii nguo yangu, Yahudi akamwambia panisi yako. Akataa, si yako hiyo. Serikali ni kiongozi, kwa hiyo mwalimu rais anaongoza watu wote. Kwa hiyo akaona hapana, madhali mimi nimeweka katika mahakama kadhi maalum anasimamia utaratibu wa sheria, basi niweze nipeleke kazi yangu kule. Akapeleka kazi hii katika mahakama sheria al-qadhi kwa kiongozi katika ile. Basi baada ya kupeleka akaitwa yeye, akapeleka mashtaka na mshtakiwa akasogezwa katika mahakama, akamtaka yule mshtaki kwa Sayyidina Ali alete hoja, kwa sababu hapa kwa kuwa yeye ni mshtaki, basi yeye kupeleka mashtaka ndio ile hoja ya msingi kwa lengo yako isikilizwe ikiwa basi. Sayyidina Ali akawa hana ushahidi wa wazi kibinadamu athibitisha kwamba hii ngoni yake. Kadhi akaamua kwa kuwa ameshindwa kupata ushahidi, basi hii ndio itarejea kwamba ni haki ya Yahudi. Sayyidina Ali akaridhia,
wala hakuwa na jealous, chuki dhidi ya kadhi wake. Maana huoni dunia mingi hivi ndivyo mpaka analeta kesi ya ndugu yako, karibia maamuzi kwa kadhi yake ya hukumu, Yahudi chukua kwa yako ondoka. Nini kilichotokea? Sasa yule Yahudi kwa kweli hali ilimshusha. Ghafla moja kajikuta hata kwenda hawezi moyo wake kwa sana. Kitu kilichomshusha, sasa huyo kiongozi mkuu amekuja kumshtaki kwa kadhi. Kadhi wewe aliyetoa na yeye kiongozi mkuu, alafu hukumu inapitisha inakuwa dhidi yake, na baada ya kumfika yeye kwenda zake. Sema kweli al-Islamu dini la adili, Uislamu ni sahihi. Hilaidhi Islamu hadha al-Yahudi akaslim wa tahassab. Nini athari? Kadhi alikuwa Muislamu mwaminifu mwenye ikhlas, hakutetereka kwa kesi ile sasa. Ndio kiongozi wangu ndio na sasa kiongozi mama baba ratibu na karibia ile nguo amechukua Yahudi kafikia na akarejesha ile siangu yake imechukua pala fulani. Kwa hivyo nini athari? Ikhlas ya kweli, uadilifu. Kile basi tunafanya wito wangu kwa nafsi yangu na kweli ndugu zangu Waislamu na hasa viongozi, wallahi tukitaka mafanikio makubwa mbele yetu hapa duniani na mbele ya Allah waumini, basi tujipinde sana katika kufanya mambo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, tukichunga sana haki na amana za watu, tukiwaadilifu kupita kiasi, tukifanya haya billahi tabaraka wa taala tutafanikiwa. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alikuwa ni shekhe wetu Othman Hussein. Kwa hakika athari ya ikhlas ndiyo ambayo pengine mimi nimeona iwe mada kama alivyosema. Kwa hakika inapendeza na Allah kulipe badala kwa haya ambayo umetuachia. Alhamdulillah, tunashukuru ukumbi wetu unaendelea kupendeza na ndugu walipwa. Mheshimiwa mgeni rasmi Sheikh Nuruddin Kishki, kwa kuwa mbele yako kuna wengi ambao unawaona, lakini kwa umuhimu na kwa kutambua nafasi zao na malezi yao kwao, sisi ma-MC ama washereheshaji ama maafisa wa kawaida wakati mwingine huwa tunapenda kutambua kila ambaye anafika katika ukumbi ili utambue nani na nani yupo. Sasa shughuli hii leo haifanywi na mimi. Namuomba ndugu yangu kipenzi al-akh Sheikh Muhammad Nasr, tafadhali naomba kwa uchache meza kuu itambue hapa tulipo tuna mzee gani, anatoka wapi, na hii ni katika namna ya kuwashukuru ili tuonyeshe kwamba tuko pamoja. Fanya tafadhali mshukuru. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima yako na wageni wetu waalikwa, napenda kuchukua fursa hii kutambua uwepo wa baadhi ya watu ambao nitawataja kwa muda huu, na wengine insha Allah nitakuwa nikiwataja kila pale nitakapopewa nafasi na ukumbi huu kwa ajili ya kuipisha ratiba nayo pia iwe inakwenda mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika ukumbi huu tuna furaha kubwa sana na tumeheshimika heshima kubwa sana kuhudhuriwa na uongozi wa taasisi ya Masjid Sunna ambayo imeasisiwa na Sheikh wetu Sheikh Nasr Abdullah Batu. Na katika ukumbi huu kuna watu wazito ambao walikuwa ni msaada mkubwa katika da'wa ya Sheikh Nasr Abdullah Batu, Mwenyezi Mungu amrehemu huko alikoweza. Na nitatosheka insha Allah taala kwa ujumla wa waliohudhuria hapa katika taasisi kumtaja amiri ambaye ameshika nafasi ya Sheikh Nasr Abdullah Batu hivi sasa, ambaye ni mzee wetu Sheikh Said Gwiji, ambaye kwa uhakika asilimia zaidi ya 99 ametushika mkono sisi watoto wa Sheikh Nasr Batu mpaka hivi sasa baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi yeye yuko nafasi ya mbele katika kuhakikisha sisi watoto wa Sheikh Nasr Batu tupo kitu kimoja mpaka hivi leo, na ndio maana tumeweza kujumuika kwa ujumla kuweza kulifanya jambo kama hili dogo, lakini kwa kweli katika jamii za Kiislamu ni jambo kubwa sana,
Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumbariki shekhe wetu na mzee wetu Sheikh Gwiji, na azidi kumpa umri mrefu na mpe taufiki insha Allah ya kuweza kuendeleza juhudi kama hizi, na hilo litazidi kutimia kwa ujumla na msaada mkubwa wa uongozi wa Masjid Sunna. Mgeni rasmi, naomba kwa heshima yako insha Allah nitambulishe uwepo wa taasisi ya Masjid Sunna. Shukran. Naam, asante Sheikh Muhammad Nasr kwa utambulisho huo awali, lakini utarejea tena hapa kwa wale ambao umebakiza. Sasa ndugu zangu, nimkaribishe Sheikh Maalim Badr Abdu, yeye atatusalimia kidogo, lakini baada ya salamu yeye atatukaribishia sasa mgeni wetu rasmi ambaye ni Sheikh Nuruddin Kishki kwa ajili ya kuongea nasi mara baada ya kuyasikia yale ambayo yamesemwa na Sheikh Masud Nasr Abdallah juu ya uzinduzi wa Rihlatul Huda Company Limited na yaliyomo ndani yake na yaliyokusudiwa na yale ambayo ataona yanafaa juu ya kuyasikia katika mlango wa nasaha kama mgeni rasmi. Shaka wangu baba yangu Maalim Badr Abdu, ni kuombe kwa ajili ya kutukaribishia mgeni rasmi baada ya maneno yako machache. Fanya tafadhali mshukuru. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mgeni rasmi, Sheikh Nuruddin Kishki, ndugu waalikwa nyote, nadhani ilikuwa inatosha tu niseme mwambie shekhe karibu tusikilize nasaha zake, lakini MC pale asema nisalimie, nishasalimia alhamdulillah. Lakini kuna vitu unajua kuzungumzwa unapata athari fulani katika moyo pale kinapozungumzwa. Sasa Sheikh Nur, kwa heshima yako na kuomba unige dakika zako mbili niseme kile kilichoniathiri. Nadhani tangu nilipoingia tu hapa MC alizungumza wasifu wa shekhe na hichi kinachofanyika kwa ni mnasaba kwa kifanyika, alafu na shekhe pale vile vile akarudia swala hili, na naamini kila atazungumza akarudia. Kwa kweli shekhe azungumza pale sana swala la uadilifu. Uadilifu ucha Mungu, kwa kweli uadilifu ucha Mungu, na mimi ninachukua nafasi hii alhamdulillah. Kwanza nisemee binafsi, nafasi ya shekhe mnaisikia hapa sio shekhe ya ilmu, shekhe ya umri kubwa. Katika nini ya ilmu hapa tukitazama tuangalia kila shekhe hiki kila shekhe Haidar kule naona mtukufu sana, lakini hichi ndio nilichotaka kukisema. Mimi nimekuja nafasi hii kutokana na saa moja ya shekhe aliyokuwa naye, kwa hivyo kwa takatifu. Kwa kweli shekhe alikuwa ni mtu ambaye wa watu wote, yani mnyonge nani wote tendo yote. Sasa mimi nazungumza kidogo mimi binafsi. Mimi natoka mbali kijijini, si mbali sana, lakini kumtambua shekhe mara ya kwanza, yeye mwenye yale mapenzi yake ya kile alichokuwa nacho kutaka kufika mbali sana. Mimi ni mzaliwa kijiji cha Bweleo. Wakati wa harakati za shekhe nilikuwa katika watu wa umri wa huwa 10 kuanzia 20. Kina Sheikh Said hawalijui kwa shekhe, lakini mimi nalijua kwa sababu mimi ndo nililonipata. Sasa kule mimi nilikuwa na kaka zangu, unamjua Hassan karibu na Nasr karibu, unajua sasa wangu unajua. Sasa nadhani shekhe akawaomba wale
mtafutie vijana huko leo waje wachukue nini, wachukue hazina ndio ipata leo kwa Sheikh Saidi Juma. Ushafahamu? Kwa hiyo mimi nikaipata bahati hiyo, nikachukuliwa na kaka zangu na kuja Masjid Sunna na kuja msikiti wa Judi Sheikh Saidi Kichu, zile kijana na kuona na wengine kwa Sheikh Hamisi Yusuf, wengine wengi sana nyingi hapa naziona. Kwa hiyo mimi katika nini ya Sheikh, basi Sheikh wa umri sio elimu, nilikuwa napata malezi. Kwa kweli sikupata taaluma sana, lakini alhamdulillah nimepata malezi makubwa kutoka kwa Sheikh, na ndio maana kina zawadi yake inarudia sasa hivi. Kwa Sheikh alikuwa na tabia hiyo kwamba si mtu wa kubagua, yeye watu wote ni wake, nyombe ni hata yeye mwenyewe katika kitu ambacho mimi kilikuwa kinaniathiri yale maisha yake ya kawaida, na hakuna asiyojua hilo. Nilikuwa ninapenda Sheikh na kukuta pale na watu waliozunguka, halafu wakati mwingine nampaka jani anafagia kaseli, anakasei. Hicho kitu kilikuwa kinaniathiri sana, na ndivyo alipokufa hivyo hivyo. Hii ni alama ya uadilifu. Mwenyezi Mungu inshallah amzidishie. Kwa hiyo kheri zake mimi kwa kwangu hii nafasi niwepo hiyo mpaka leo siamini kwamba mimi hapa ndo nimechaguliwa nimkaribishe Sheikh Nuruddin, lakini najua inarudia katika ile athari ya Sheikh kwamba yeye kundi lake linakuwa linatawala halipa kumi. Kila mtu akaishi hapa nafasi inamfaa yeye, anampa kwa nafasi yake. Kwa hiyo alikuwa nayo Sheikh zetu na ni Sheikh Nasr Batu. Sasa inshallah hizi ni miongoni mwa kheri zake ambazo zinaendelea, na inshallah Mwenyezi Mungu zitaendelea mpaka yaumul kiyama kumpelekea baraka nyingi, kwa sababu kama alivyosema Maustadh, kuna wanafunzi wengi kawaacha, athari nyingi ameziacha, lakini sasa tunapata kutoka kwenye mgongo wake. Naona tunashika ni Saidi na nani tunapoona katika nini, alhamdulillah. Kwa hiyo hilo ndio nilikuwa nataka kulisema. Baada ya kusema hayo, Sheikh Nuruddin kwa heshima na taadhima, huko sasa hivi kusikilize nasaha zako, tupe nasaha zako, tupe baraka zako. Kwa hiyo ni karibu sana. لبيك اللهم لبيك. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo kwangu ni siku ya furaha, furaha bila ya kiasi wala basi. Watoto wa shekhe wetu Sheikh Nasr Allah Batu, Allah amrahamu na amlaze pahala peponi, wametukutanisha. Mbele yangu naona nyuso zenye kung'ara, nyuso tukufu za mashehe na viongozi mbalimbali ambao kama walivyoweza kutambuliwa kuwa ndio waliosimama na shekhe miaka hiyo, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, hadi Allah ameweza kumfanyia uwepesi shekhe kuweza kufikisha da'wa zake kwa mapana na marefu. Nilipoupokea huu mwaliko, ndugu zangu, nilikuwa na changamoto ya afya, mafua na kifua, lakini kwa sababu siku nyingi wale watu wote ambao wanampenda na kumfuata
pale Sheikh Nasr Abdullah Bachu hatujakutana, nilimjibu katibu wangu msaidizi ya kuwa na kwenda kwa heshima ya watoto kwa niaba ya baba yao. Na hili kisoma katika Qur'an sura Al-Kahfi, tunaona Khidri alayhi salam aliweza kunyanyua ukuta ulioanguka kwa sababu chini yake palikuwa na mali ya mayatima, kwa sababu baba yao walikuwa ni mwema. Wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fi lmadina fakana tahtahu kanzun lahuma fakana abuhuma salih. Uwema na uchamungu wa mzazi unaweza kumfaa mtoto kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala hata baada ya kuondoka kwa mzazi. Wakati nafika hapa nimenong'ona kidogo na Sheikh Said Gwiji takufahamu mawili matatu, nikalazimika kumwomba katibu wa taasisi Sheikh Mas'ud akae pembezoni mwangu na maswali mawili matatu niweze kumuuliza. Taasisi hii ni taasisi ambayo watoto wa shekhe wote wamo. Mwenyekiti mdogo wangu hapa Hamisi, nyingi mimi sijamuona, leo nilipomuona nimeniambia nimehama damu, nimerudi Unguja. Lakini katibu ni Sheikh Mas'ud. Lakini nimemuona pia Muhammad, mashaallah, nimemuona na Ahmed. Kwanza nimefurahi sana kwa umoja huu. Kila anayempenda Sheikh Nasr Bachu, Allah mrahamu, anapenda pia kuona watoto wake. Allah wajalie mwe pamoja, msikilizane, muheshimiane, sio adui fursa. Ndugu zangu, Rihlatul Huda ikijulisha jambo inajulisha juu ya kuthamini ibada tukufu ya haji. Mimi na nyinyi tutakubaliana ya kuwa tathmini yaonyesha jamii ya Kiislamu hasa huku kwetu haina mwamko mkubwa katika nguzo mbili za Uislamu, katika zile nguzo tano. Ukiondoa shahada ambayo kila mtu amekwisha itamka, walillahi alhamd, nguzo inayofuata baada ya shahada ni ndugu zangu? Sala. Waislamu wengi hivi sasa bismillah mashaallah kuna mwamko wa kufanya ibada. Zamani ilikuwa ni wazee ndio wanaswali, hizi vijana wanakaribia kuwapita wazee. Lakini pia ibada nyingine au nguzo nyingine ambayo Waislamu wengi tuna mwamko nayo ni nguzo ya funga. Kwa bahati mbaya nguzo mbili, sala na siyam, wengi tumekuwa na mwamko wa ibada ya swala na ibada ya funga, lakini wengi tumeghafilika, hatuna mwamko mzuri katika ibada ya zaka na haji. Lau wafanyabiashara wa Kiislamu katika nchi hii ya Tanzania wangelitoa zaka katika mali zao ipasavyo kwa mujibu wa sharia za dini na kwa mujibu wa wale wahitaji wa aina 8 waliotajwa ndani ya Qur'an, basi magerezani kusingelikuwa na wauaji, majumbani kusingelikuwa na waharibifu, na barabarani kusingelikuwa na wabao. Lakini nguzo nyingine ambayo tuko nyuma kweli kweli wengi wetu
ni hii nguzo ya 5 ya Uislamu, ibada ya haji. Hii maana yake huenda jamii bado haijajua thamani ya ibada ya haji, au sisi walinganiaji hatuizungumzi sana ibada ya haji kama tunavyozungumza ibada ya swala na ibada ya funga, kiasi ambacho watu wakaweza kuielewa ibada ya haji na umuhimu wake. Kuna haja sasa, ndugu zangu, tukatia sana mkazo kuhusiana na ibada ya haji, ili watu wakaweza kufahamu utukufu na thamani na uzito wa ibada ya haji. Kwa mfano, kuna hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo inathibitisha ya kuwa ibada ya haji na ibada ya umra ni miongoni mwa sababu zinazopeperusha ufukara na umaskini. Sasa sisi siku zote tuko nyuma ya mali, tunatafuta mali. Sio jamani? Raaitu an-nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa'anhu an-nasu qad malu. Raaitu an-nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu wa man la indahu dhahabu fa'anhu an-nasu qad dhahabu. Raaitu an-nasa qad inqaddu إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس قد انفضوا. Wanadamu siku zote tunakimbizana na kutafuta wingi wa mali, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Lakini tumesahau ya kuwa ibada ya haji na ibada ya umra, ikiwa utazifuatisha mara kwa mara kwa kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, vinapeperusha janga la ufukara na umaskini. Tabi'u bilhaji wal umra au tabi'u baina alhaji wal umra fa innahuma yanfiyani alfaqra kama yanfi alhadidu kama yanfi alkiru alhabath. Bwana Mtume anasema kufuatisha ibada hizi mbili, yani mara kwa mara mkifanya umra fanyeni haji, zifuatisheni mara kwa mara ibada ya haji na ibada ya umra, kwa sababu ibada hizi mbili zina tabia ya kupeperusha na kumweka mbali mtu na tatizo la ufukara na umaskini. Kwa ndugu zangu, falsafa ya ibada ya haji wengi wetu yapata kuifahamu, na ndio maana leo idadi ya wanaokwenda haji kwa upande wa Tanzania ni ndogo mno ukilinganisha na nchi zingine. Kwa wale waliokwenda haji wanajua, wenzetu walioamka huko Indonesia, Malaysia, Pakistan wanakwenda mpaka na watoto wao. Sisi huku kwetu hata kumfikiria mtoto, mtu mzima bado afikiri kwenda haji. Mama mmoja alimnyanyua mtoto wake katika ibada ya haji, kamshika kusema, Rasulullah, ala hadha hajjun. Huyu mtoto aliyobeba huyu mchanga akachanga ana ibada ya hija ule. Mtume akamwambia, naam wa laki ajrun, na nyinyi kuna wewe utapata mathawabu kwa kwenda na mtoto wako. Maulama wakasema haji ya mtoto ni sunna kwake na si fardhi. Wenzetu kwa kutambua hilo mpaka wanaenda na watoto wao. Kuna haja mashehe tuungane kupaza sauti zetu kuwaambia Waislamu wa Tanzania hasatan wajue thamani ya ibada ya hija na dhima alionayo mtu katika kuitekeleza ibada ya hija. Mtu leo yuko tayari akizifumania, lugha ya kwetu kuzifumania kupata pesa, akizifumania kwanza aongeze gari ya pili au gari ya tatu
anunue gari kwa ajili ya mkewe, aweke na gari nyingine kwa ajili ya watoto wake school bus, haiko tayari kwenda haji ili hali hajawahi kuhiji yeye wala mkewe. Kama wampenda mke wako, badala ya kumnunulia gari, mpe